imani yangu mzima na buheri wa afya na kualika. Hii ni Selina Network na unatazama sasa hivi ni Talk to Diaspora, of course, experience of life abroad. Mimi na wageni mbali wanaoishi nje ya nchi zao tunazungumza experience za maisha kwenye mataifa ambayo wanayoishi. Kikubwa tunachotaka kusikia ni yale wanayoona huko, kwa sababu tunafahamu story ni mengi kuhusiana na nchi zingine. Kwa hiyo ninapokuwa na wageni hapa, lengo langu kubwa ni kuhakikisha tunazisikia zile story, lakini wewe unajifunza na kufahamu walau basi mambo mawili matatu yanayoendelea kwenye mataifa hayo ambayo wanaishi, ili kama na wewe una mipango siku moja ya kusafiri ama kwenda kwenye hilo taifa ambalo mgeni wangu nakuwa naye hapa, akusaidie walau kuweza kung'amua dondoo mbili tatu za kuweza kuzingatia, ama sio? Basi nakualika, mimi ni Selina, hii ni Talk to Diaspora. Yes, na leo niko hapa kunaitwa Wesseling. I hope sijaitamka vibaya. Ndani ya Ujerumani ndiko nimealikwa kwa mwenyeji wangu leo. Tumekuja kupiga mastori na kijana huyu kutoka Tanzania. Nisikumalizie uhondo, basi karibu, ndo show limeanza. Mambo vipi? Mambo poa kabisa. Kabla sija kutambulisha, naona mambo hapa umeniwekea nini? Ile game. Kwamba ukija hapa lazima ucheze game wakati tunapeana dondoo. So umesema dondoo. Dondoo na magame. Hii inaitwa Talk to Diaspora ya dondoo. Kabisa. Basi huyu ndiye mwenyeji wangu. Leo hapa amenialika. Hapa ni nchini Ujerumani na anaishi huko kunaitwa Wesseling. Nimetamka sahihi? Sahihi kabisa. Sasa hiki ni kitongoji, ni kata, ama mnahitaji wenyewe au kijiji? Sio kijiji, ni mji kabisa. Mji unaojitegemea. Kama ambavyo wewe unatoka Bonn, ni Wesseling. Kama mtu mganga anatoka Cologne, kuna mji kabisa wa Wesseling. Kwa hiyo kwa mkazi wa pale Tanzania ni kama labda nimetoka Tabata nimekuja Sinza, ama nimetoka Morogoro nimekuja Dar. Ni sawa sana, tuizungumzie tu Dar. Kwa mfano huko unajua kuna majimbo tofauti na nyumbani kuna mikoa. Kwa hiyo sasa tuchukue Dar, maana hapa labda tuseme ni Kinondoni, wengine wakatemeke, wengine wapi. Kwa hiyo nimekuja wilaya nyingine. Nimekuja wilaya nyingine. Jamani, nataka tu muelewe hivyo. Kwa hiyo nimetoka kule ambako kwangu nimekuja huku, nimealikwa, nimepata heshima ya kualikwa. Nasema asante sana kwa kunialika. Basi tuanze. Naona kuna mtu anatazama. Mbona hujatuambia anaitwa nani? Mimi namjua. Basi acha nimpe nafasi hapa atuambie mgeni wetu leo unaitwa nani? Mimi naitwa Suleiman Omari Mwiru, ni Mtanzania ambaye kama nilivyoelezwa hapo awali ninaishi hapa Ujerumani. Hongera kwa kuishi Ujerumani. Umekuwa Ujerumani kwa muda gani? Kwa sababu wewe ni kijana. Nakupa hongera kwa sababu najua kuishi nje ya nchi yako ni ndoto ambayo vijana baadhi wanayo. Kwa hiyo nakupa hongera kwa sababu naamini inawezekana kuwa na wewe umetimiza ndoto yako kama ilikuwa ni moja ya ndoto zako. Kwa hiyo ndio maana nimekupa hiyo hongera kwanza. Mimi sijawahi kufikiria kama ningekuwa naishi hapa. Lakini nashukuru kwamba unajua kwenye maisha unakuwa kujipangii. Ni kama ambavyo unalala usiku unazima kabisa na kesho asubuhi unaamka. Kwa hiyo system nzima ya maisha wakati mwingine inaweza kukupeleka katika sehemu ambayo hujawahi kufikiria, lakini ndo ukajikuta katika sehemu hiyo. Kwa hiyo na mimi nimejikuta niko hapa na maisha yanaendelea kama kawaida. Yes. Bwana mastori utanipa jamani. Kweli kuna watu sio ndoto zao. Kuna baadhi ya wageni nimewahi kuzungumza nao nakwambia mimi kuishi nchi fulani haikuwa ndoto zangu. Kwa sababu fulani nilijikuta nipo. Basi utatupa hizo sababu. Nielekeze kwanza kitu gani alafu tuanze mastori yetu vizuri. Wasikilizaji watazamaji sio. Kama nilivyowaambia hapa ni karibu kwanza nyumbani. Hapo ukija bwana wewe sio mgeni hapa. Kwa hiyo mwenyeji apewi kinywaji. Mwenyeji sio mgeni hapa. Mwenyeji anapigwa game. Huyu ni ndugu yangu ameshakuja mara kadhaa hapa, kwa hiyo leo namkaribisha kwa game. Mara nyingi sasa tumekuwa tukicheza karata, lakini leo tunabadilisha kidogo. Huu mchezo maana yake lazima mtazamaji lazima nikuonyeshe kidogo. Ukiweka hizi ni kama card. Tunawahi kufikisha 4 kamili. Mstari kama ukiwahi kufikisha 1 2 3 4 mimi nikasi ya kublock wewe unashinda. Inaweza kana mstari huu unakuja hivi ama unakuja hivi ama unakwenda hivi. Ndio vyote vile ile madi line hiyo inaonyesha kwamba kete zako 4 zimenyooka. Okay. Kwa hiyo sasa haya twende kazi. Ili tuweke vizuri, mtazamaji naye anaona tuiweke hivi. Ili ndio unifunge au? Sio kwa kufunga. Nitakushangaza. Jamani. Haya, sasa nitamshangaza. Okay, Suleiman, sasa kabla hatujafika umekujaje? Kwa nini umeniambia hujategemea? Kwanza anza wewe. Mimi nimekushaanza. Nataka uniambie umetoka Tanzania.
Ulikuwa unafanya nini kwanza Tanzania kabla ya kuingia Ujerumani? Mimi kusema kweli ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo kazi yangu hiyo ya uandishi wa habari na cheza nikufunge. Nimeifanya kwa karibu miaka zaidi ya 7 sasa kama sio 8. Na hiyo unaweza kuzungumzia katika level ya professional sasa. Lakini kama ni kuanza harakati ni zaidi ya miaka 10 huko nyuma. Kwa hiyo ndio kilichonipa nafasi ya kusogea mpaka hapa nchini Ujerumani. Na ndo nimejikuta katika safari ya kuendeleza ndoto zangu za uandishi. Nimejikuta hapa katika nchi hii ya kansela wa Ujerumani. Kwa hiyo ndo ilikuwa naweza nikasema kwamba kwenye kupambania ndoto zangu nimejikuta katika nchi hii. Ushafahamu? Mambo ndo kama yalivyo. Na Tanzania ulikuwa unafanya kazi ya uandishi kwenye vyombo vya habari vya pale nyumbani, ama ulikuwa mwandishi binafsi una vitu vyako, ama ulikuwa mwandishi wa vipi? Ya mke wapo of course najua wanakufahamu, wameshaona, lakini kwa ambaye hakufahamu kabisa, amekuona kule nyumbani anajiuliza ni huyu ama namfananisha, hebu tukumbushe. Yes, ni mimi kwa sababu nimeanza kazi ya uandishi baada ya ile nikwambia katika level ya professionalism, na naweza nikasema nyumbani nimefanya kazi katika media kadhaa. Zingine sitapenda kuzitaja, lakini katika media kubwa 2 naweza nikasema nimekuwa mwandishi katika shirika la habari la takwimu inaitwa Nukta. Yes, kuna media nyingine kubwa tu nyumbani pale ambapo tulikuwa tunafanya vipindi sisi vinaruka pale na produce vipindi na vipeleka pale. Yes. Azam. Okay. Kwa hiyo sasa ndio naweza nikasema hizo ndo taasisi kubwa ambazo nilikuwa najihusisha nazo katika kazi yangu ya uandishi. Lakini mbali na hivyo pia nimekuwa katika taasisi mbalimbali ambazo zilikuwa nje zinafanya majukumu ya uandishi lakini sio vyombo vya habari. Ushafahamu? Kwa hiyo lakini naweza nikasema kwamba safari yangu ya uandishi watu wengi wanaonifuatilia mimi wananifahamu. Yes, lakini katika vyombo hivyo viwili vya habari ndio vilivyonitambulisha na vilivyonipa heshima, na kazi zangu ndio zilijulikana kupitia vyombo hivyo. Na vyombo hivyo pia vikanipa nafasi ya exposure na watu wengine wakaniona. Na mimi nikaendelea kujipambania na mpaka hapa niko tunazungumza naye. Hongera. Kuwa mwandishi wa habari ilikuwa ni ndoto yako ama ni ulilazimishwa? Kwa sababu naelewa mimi natoka taifa ambalo na wewe pia unatoka, kuna baadhi ya wazazi wanakuwa wanatamani mtoto wao afanye kazi fulani. Kwa hiyo unaambiwa wewe nataka uwe daktari, nataka uwe mwanasheria, wewe kuwa mwandishi wa habari. Nini hasa kiliku influence kuingia kwenye hiyo tasnia? Baba yangu alikuwa anataka mimi niwe mwanasheria. Baba anataka niwe mwanasheria kusema kweli, lakini kingine pia alikuwa ama niwe mwanasheria au mwalimu. Kwa hivyo vitu viwili. Teacher Sule. Sasa nishakuwa mwalimu kidogo nataka ni QT. Wale walikuwa wanafundisha QT. Sasa nakumbuka, lakini hiyo ilikuwa ni mawazo ya mzazi wangu. Baba yangu alikuwa anataka hiyo, lakini mimi binafsi sijaikuwa na ndoto nyingine. Nilikuwa na ndoto ya kuwa mwandishi wa habari, mtangazaji, ndio kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Na nashukuru Mwenyezi Mungu hakuninyima fursa hiyo. Pamoja na yote hayo, panda shuka, nimejikuta nikifanya kazi hiyo, na ndio kitu ambacho naweza nikasema. Kwa hiyo kazi yangu mimi niloitaka ndo naifanya. Lakini ile ambayo wazazi wangu walikuwa wanaitaka mimi kwa mwanasheria uliwa disappoint. Mzee nilimkata kwa sababu nilimwambia kabisa kwamba kumrazi sitaweza. Nice. Lakini baadaye hakupenda ile mwanzoni nilivyomwambia vile, lakini baadaye baada ya muda fulani alinishuhudia kidogo nikiwa nimeshaanza kufanya kazi hii ya uandishi na akavutiwa sana na mimi. Kwa hiyo babangu siku hizi ni marehemu. Kwa hiyo aliona ile kwamba mbona kijana wangu anaweza hichi kitu. Kwa hiyo maisha ndo akaanza kubadilika na hivyo. Kwa hiyo ameondoka akiwa anajua kwamba ninafanya kitu gani, lakini pia alikuwa ana furaha na ninachokifanya. Kama kwamba ilikuwa sio ndoto yake kuniona hivyo. Lakini alifurahia ninachokifanya. Kwa hiyo unaifanya kazi ya ndoto zako. Bila shaka. Hongera. Kazi yako hii ina changamoto gani? Nikianzia kule nyumbani ambapo ulikuwa umefanya kazi na taasisi ambayo inajihusisha, umetuambia hapa Nukta Afrika, lakini pia umefanya production binafsi ambazo zimeruka kwenye media kubwa. Kabla sijaja huku uliko na tujajua unafanya nini hasa, na bado niko kwenye career yako ukiwa pale Afrika, Tanzania. Tasnia ambayo umeifanyia kazi imezongwa na yapi hasa ukiitazama?
Siwezi kusema imezongwa na mambo yapi kwa sababu mazingira kwanza ni tofauti. Unazungumzia unapotazama mazingira ya Afrika na mazingira ya huku tuliko ni mazingira mawili tofauti. Lakini pia mazingira yale yanakuwa yanaendeshwa na sheria na kanuni za sehemu husika. Binafsi mimi sikupata tatizo lolote. Cheza kufunga. Mimi sikuweza kupata tatizo lolote kwa sababu unajua unapofanya kitu, kama unafanya kitu katika namna ya weledi, huwezi kupata changamoto yote. Ingawa tu kuna vitu ambavyo unaweza kusema kwamba ni vinatokea kwa kulingana na mabadiliko ya sera mbalimbali, policies za nchi na vitu kama hivyo zinazotokea. Unaweza kuyatafsiri mazingira ya uandishi kwa ujumla wake, ukabaini baadhi ya maeneo ambayo unadhani yanaweza kufanywa marekebisho kidogo, mengine yakaboreshwa zaidi ya jinsi yalivyo. Lakini personally kama mwandishi sijawahi kupata changamoto yote ile ambayo naweza nikasema kwamba nilikuwa na wakati mgumu kufanya kazi nyumbani kwetu. Mazingira sikuwa na tabu na chochote, na mazingira yalikuwa vizuri. Ingawa hiyo tunazungumzia kwenye ufanyaji wa namna ya kufanya kazi. Na ndicho hasa nachotaka kusikia. Hicho ndo naweza nikazungumzia. Lakini ukizungumzia masuala mengine ya ndani ya taasisi, pia ni masuala mengine. Lakini ukizungumzia tu kwa ile cover la nje la mazingira nyumbani wakati nikiwa nikifanya kazi, sikupata changamoto yoyote. Na ni kazi ambayo umeifanya kwa sababu najua vijana wengi wanajaribu vitu mbalimbali. Mtu anafanya biashara, akiona kitiki anakuwa hiki, anakuwa kile. Wewe toka bado ni kijana, toka unaanza kujitafuta na kujipata ukiwa Tanzania, ni uandishi wa habari tu umefanya ama ulijaribu vitu vingine? Maana hapo umetutambulisha kama mwanahabari. Nataka kujua ni hicho tu unaenda nacho, umekuwa nacho, ama kuna vitu ulishafanya ukasema mimi naona habari media ndio kitu ambacho nataka sasa ni stick nacho? Swali gumu. Kusema kweli mimi sio gumu, nataka tuwape moyo wengine wanaojaribu na kuthubutu, yamkini wanaogopa ama wanaojaribu wanatakiwa jua labda ukistick na kimoja inaweza ikatiki. Kwa hiyo kwa kupitia wewe experience yako binafsi inaweza kugusa mtu mwenye hali kama yako ama tofauti na yako, kwa kuhamasisha. Kuna mambo mawili hapa Selina ya kuzungumzia. Kwa mfano unapozungumzia kupambania ndoto, kwa mfano kama yangu ya uandishi wa habari, hilo ni swala lingine. Naogopa. Huko naona unaniogopa sasa. Umeshacheza bado wewe. Na nakaribia kukufunga muda wote. Tayari shakufunga. Bingwa. Tuishie kwanza hapa. Naona sasa unaweza kuwa mwanafunzi ambao umeimarika ghafla. Haya. Nilikuwa nazungumzia kwamba unapozungumzia kwa mfano kupambania ndoto ya uandishi kwa mfano, hilo ni swala mosi. Swala la pili, unafanya vipi ili kuifanya ndoto yako pengine iweze kutimia? Swala la pili. Swala la tatu, unaishi vipi ili wakati unapambania ndoto zako maisha mengine pia yaendelee? Hilo swala lingine pia. Lazima uyatenganishe haya maswala. Kwa hiyo mbali na mimi kupambania maswala ya uandishi ambayo nilikuwa najua kwamba hili ndio kitu ambacho nakitaka mimi. Lakini kuna maisha mengine yaendelee. Mimi nimekulia katika familia ambayo kwa sehemu kubwa, pamoja na mambo mengine familia yangu ilikuwa inafanya, lakini sisi ni wakulima. Kwa hiyo mimi binafsi ni mkulima kama kawaida. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho nimezaliwa na kiona kinafanyika nyumbani kwetu. Kwenye familia. Tunafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo sijawahi kufanya eti biashara nyingine. Kwa hiyo kama ni biashara ilitokana na kilimo, kama ni kitu nilikuwa nafanya kilimo na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo hiyo ndio sekta ambayo ilikuwa inanipa kama backup. Kwamba hata hii ndoto hata ikichoma hii, bado na sehemu naweza nikaenda nikafanya kazi, nikaweka energy kidogo, ni kama kuongeza mafuta kwenye gari. Nikaongeza mafuta alafu nikarudi tena. Kwa sababu ndoto ya uandishi ni ndoto ambayo nisingeweza kukata tamaa kwa namna yote ile. Kwa hiyo ndo nimeeleza kwa mazingira kama hayo kwamba mbali na mimi kupambana katika kutaka kuwa hivi nilivyo leo, haya masuala mengine ya nyuma ya pazia ambayo yalikuwa yanapaswa kunipa nguvu ya kuendelea ndio ambayo nilikuwa nayawekea nguvu pia kwa namna moja ama nyingine. Na sio kwamba yameisha, ni kama ndo nimeongeza zaidi katika namna ya kuendelea kwa sababu kazi ni jambo mosi, mambo mengine lazima yaendelee, na hiyo ni sehemu moja hapo ambayo kama nilivyokuambia hapo ni kama msingi wa maisha yangu. Safi. Basi shikilia hapo. Jamani, huyo ndio mgeni wetu leo ambaye ninazungumza naye hapa ndani ya Talk to Diaspora. Anafahamika zaidi kwenye mitandao ya kijamii kama Kilikwan, lakini jina lake kamili ni Suleiman Mwiru. Huyu chimbuko lake ni mwanahabari kijana kutoka nchini Tanzania, lakini kwa sasa makazi yake ni hapa nchini Ujerumani, ambapo anaishi hapa, anafanya kazi hapa. Atatuambia kwa nini yuko hapa, atatuambia. Muda ni sasa, usiondoke. Naenda break kidogo, nikirudi sasa tunapiga yale mastori ya ughaibuni.
Yes, tumerudi. Hii ni Talk to Diaspora. Kama unajiunga nasi, asante sana. Waambie wengine waje. Show ndo hili la moto kweli kweli. Niko hapa Wesseling, moja mji machachari kwenda huwa North Rhine-Westphalia nchini Ujerumani, na mwenyeji wangu ni Suleiman Mwiru. Kama ambavyo tumeanza tayari, ameshatupitisha kwenye safari ya maisha yake nchini Tanzania. Of course hatuwezi kuzungumza yote kwa sababu watu wana mengi, lakini walau machache umepata kuyasikia. Sasa mwanzo kabisa wa mazungumzo yetu, Suleiman aliniambia yeye wala hakuwahi kuwaza kama atasafiri, yani atatoka Tanzania kwenda nchi nyingine, lakini all the way from Tanzania to Deutschland, Ujerumani, kipi kimemleta? Ndo nataka niasikie bwana. Ikawaje? Umeniambia pale mwanzoni kama wewe wala haikuwa mipango yako. Kipi kimekuleta nchini Ujerumani? Kama nilivyosema hapo awali, sikuwahi kabisa mimi kufikiria kufanya kazi nje ya nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu mimi napapenda sana, lakini unapokuwa unapambana katika maisha ya kila siku, wewe hujipangii kwamba kesho yako itakuwaje. Yes. Wewe unakuwa hujui kabisa kwamba kesho nitamkia kushoto, nitamkia kulia, nitamkia wapi, lakini unakuwa hujui. Lakini unakuwa na matumaini kwamba katika kichi ninachokipambania kila siku, kuna siku kinaweza kanifikisha sehemu. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa katika historia yangu ya maisha yangu, kwamba wakati napambana na masuala ya uandishi wa habari, nafanya kazi huku na huku, na nikawa katika kufanya kazi kwangu kukanikutanisha na watu wengi sana ambao wakawa wamevutiwa na kipaji changu, wakawa wanathamini uwezo wangu, wakaanza kuona kwamba huyu bwana mdogo anaweza kufika sehemu fulani, na sio kwamba wako nyumbani Afrika. Kwa hiyo sasa katika hiyo kupambania safari na huko kutokujua kesho yako, ndo nimejikuta niko hapa. Umeshafahamu? Unaweza ukafikiri kama ni mazingaombwe, nitakueleza taratibu ili uelewe. Mimi mwaka 2000 nafikiri mwanzo wa mwaka 2022 nilikuwa miongoni mwa waandishi wale wa habari ambao walikuwa wamepatiwa tuzo zile za Tanzania Excellence EJET. Kabla ya kupata zile tuzo, kwanza nilikuwa nishakutana na watu ambao nafikiri wapo watu ambao walinirecommend katika taasisi niliyopo kwa sasa. Waliona kazi yangu, wakaniambia kwamba kama ninaweza kufanya majaribio. Kwa hiyo nikajaribu kufanya yale majaribio niliokuwa nataka kufanya. Nikafanywa pia interview. Ile interview kule nyumbani Tanzania. Ikapita karibu miezi almost 6. Baada ya ile interview wakasepa, wakapotea. Sasa siku moja tu ilikuwa nafikiri nimekaa, nikapokea simu, bwana vipi, unatukumbuka sisi tulifanya masuala na kipindi fulani? Nikamwambia yes ndio. Sasa unaonaje kama ukija kujumuika na sisi kwa mafunzo? Ushafahamu mafunzo gani? Mafunzo 1 2 3, wakanielekeza, wakanitumia makaratasi yale, nikasoma, nikaelewa. Kwa mafunzo. So nilipokuja hapa mimi nilikuja kwenye kama mwanafunzi. Mwanafunzi wa wapi? Mwanafunzi wa vitendo, unaweza kusema. Katika taasisi ninayofanyia kazi. Kwa hiyo nilikuja pale nikafanya mafunzo yangu ya uandishi wa habari kwa kipindi cha miezi 6. Nikaongezewa muda kidogo tena ule muda ambao nimeokewa nikaongezewa tena. Baada ya kumaliza yale mafunzo, nafikiri wale watu walijiridhisha vya kutosha kwamba huyu ni kijana ambaye anaweza kuwa sehemu ya kikosi kinachowakilisha idhaa hii. Kwa baada ya hapo sasa ndio vitu vingine vikabadilika, na ndio unaniona mpaka hivi leo niko hapa nafanya kazi. Kwa hiyo safari yangu mimi ilianza kwa mtindo huo. Kwamba watu wapo walioona kazi yangu katika nikiwa naifanya Tanzania. Watu wale wakani recommend kwa wale watu ambao wangeweza kwa namna moja ama nyingine kunishika mkono, ama kwa mafunzo ama kwa namna yote ile. Ikani hatua ya pili. Hatua ya tatu ikatakiwa nifanye mafunzo na taasisi moja hapo ambapo naifanya kazi, nikaenda kuyafanya yale mafunzo. Hatua ya 4 baada ya mafunzo ni kama vile nikawa nimefuzu vigezo vile walivyokuwa wanavitaka. Hatua ya 5 nikawa sasa ndo nafanya nao kazi. Kwa hiyo imekuwa ni mchakato vile kwamba sio kama nilitoka tu nyumbani nikatua hapa nikaanza kufanya kazi. Hapana. Ilinichukua muda mrefu, karibu miezi 9. Mtu anaweza akafikiria kwamba nimekuja hapa tu within a month or 2 months nikaanza kufanya kazi. Hapana. Imenichukua miezi 9 nikiwa kwenye mafunzo, nikiwa kwenye, naweza kusema ni chuo sasa hapa tena. Nimemaliza chuo Tanzania, nimemaliza nimefanya kazi, lakini nimerudi hapa kama vile nikarudi tena chuo. Kwamba kila siku
siku ya kwanza mpaka miezi 9 unajifunza ufanyaji kazi, unajifua, unapitishwa hapa, unapitishwa hapa, unapitishwa hivi. Kwa baada ile miezi 9 ndio nikawa sehemu ya kikosi cha timu ambayo naifanyia kazi. Okay, hongera. Kwa hiyo habari imekutoa Afrika imekuleta Ujerumani. Very nice na hongera sana. Jamani, kwa usifahamu, huyu ni mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo makao yake makuu ni hapa nchini Ujerumani. Na of course inafanya kazi na redio mbalimbali washirika Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo amepata bahati ya kutoka kule Tanzania kama ambavyo waandishi wengine pia walitoka, akajiunga na idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle, akapata mafunzo kama alivyokueleza, na sasa amebahatika kupata ajira, na hicho hasa ndio kilichomleta huko. Kwa kama ulivyomsikia Suleiman anaeleza kuwa haikuwa kitu ambacho alipanga. Watu walimrecommend, naweza kusema ni alikutana na Destiny Helper, wakamrecommend, watu wakamfanyia usahili, na pia ni kwa sababu pia alikuwa anajituma, uwezo wake ukaonekana, kwa sababu pia unaweza ukaonekana lakini usipokuwa na uwezo ikawa si kitu. Kwa hiyo alihakikisha ameonekana kama ambavyo aliaminika, akajituma, na hatimaye Mungu mkubwa ameweza kupata nafasi ya kufanya kazi. Hongera sana Suleiman, kwa sababu mimi naweza kusema ni ndoto ya waandishi wa habari wengi kuwa waandishi wa habari wa kimataifa, kwa sababu unapotoka nchini kwako unakwenda kufanya kazi nchi nyingine, wewe ni international, si ndio? Yeah. Na naamini hata hizi pongezi unazipata kutoka kwa watu mbalimbali ambao wanakufahamu na hata ambao hawakufahamu. Nataka nisikie experience yako baada ya kuwa mwanahabari wa DW Kiswahili, kwa sababu mimi nimekuwa nikisikia hiyo radio enzi hizo, unasikia waandishi wa habari ni watu wazima, wazee, yani lazima uwe na experience fulani, na umetuambia haukufanya kwenye media sana kubwa Tanzania, lakini umeonyesha uwezo baada ya kufika. Swali langu lina kwako ni kwamba imezoeleka lazima uwe na experience ya muda mrefu sana, umeshafanya kazi radio au TV kubwa zinazojulikana. Sasa imekuwaje kwako kijana? Kwa sababu mtu mwingine anaweza kaona akasema kijana mdogo, mbona mdogo huyu? Amefanya kazi saa ngapi? Uzoefu ameujenga saa ngapi mpaka ameweza kuaminika kimataifa? Hebu tupe siri ya haya mafanikio, na wewe kuwa kijana mdogo kupenya kwenye jopo la wakongwe wa tasnia hii ya habari kimataifa. Unajua hili swali limeulizwa sana watu wengi sana. Kuna mtu mmoja aliniposti katika mtandao wa X, zamani Twitter, akachukua kwa sababu unajua siku hizo tunarusha matangazo live. Unaonekana kabisa. Mambo digital. Sasa kuna bwana mmoja nafikiri aliniona ndo kwa mara ya kwanza. Akaandika pale, huyu bwana mdogo nilikuwa nafikiri siku zote ni mtu mzee wa miaka 50. Kumbe Suleiman Mwiru ni kaka jamaa kadogo hivi. Sio mmoja. Hadi TikTok nishaona mtu mmoja amenipost pale anauliza hilo swali. Sasa Selina, mimi au ni mkubwa sura tu ya kitoto? Hem, tuambie. Sasa kuna mdogo, kumbe ukitutajia miaka tukazimia. Sasa unajua, kwanza umesema hapo mwanzoni kwamba nyumbani sio kwamba sikufanya kazi. Nimefanya kazi katika taasisi zile, ni taasisi za kuheshimika kusema na kweli, nyumbani ambazo nimefanya. Lakini pili, kazi nilizozifanya zilikuwa kubwa katika kiwango ambacho kama nilikuwa naweza kuwa recognized na taasisi kama hiyo ambayo kupata tuzo, yes, 2, maana kazi yangu ilikuwa tayari ni kubwa katika mazingira ya nyumbani kwetu. Kwa hiyo lazima mtu aelewe kwamba nilishafanya kazi kubwa nyumbani kwetu kabla sijaja hapa. Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili ni kwamba katika zama hizi za kidijitali naweza nikasema unaweza usimpime mtu kwa umri wake katika utendaji wa kazi. Very good. Watu wengi wanaweza kufikiri kwamba mimi sina miaka 40, miaka 30 na niko miaka yangu siwezi kuitaja, lakini siwezi kujieleza kama nataka kuletea zawadi za birthday. Siwezi kujiweka katika kundi la watu ambao ni watu wazima sana. Mimi ni kijana mdogo, ndio ile nakubali. Uko hapo millennial inayoishia Gen Z inayoanzia ama ni Gen Z? Ngoja kwanza nijibu swali lako. Tuishie hapo. Umri siri. Unapozungumzia kazi yako haiwi determined na masuala yako ya umri. Mimi nimesoma uandishi wa habari miaka 3 chuoni. Kama degree yangu ya kwanza. Lakini pia nimefanya mafunzo chungu nzima ya uandishi. Yote haya yalikuwa ni kunijenga na kuwa na uwezo wa kuifanya kazi hii kwa ufanisi. Nilivyokuja hapa pia nimekuambia nimefanya kazi ya miezi 9 ya kujinoa, kufundishwa. Tayari ni kama miaka mingine ya kuendelea kunolewa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukitazama mchakato mzima wa kuanzia kuwa mwanafunzi wa chuo mpaka kumaliza kwenda kufanya kazi katika taasisi mbalimbali, kupata mpaka taasisi kukupa nafasi ya kuonyesha kwamba kazi yako huyu bwana ilikuwa ni bora katika mwaka huu,
alafu pia kuja katika taasisi kama hii na kufundishwa tena, unamtegemea mtu huyu aliyepitia mchakato wote huu kuwa bora, hata kama ningekuwa ni wewe, sio? Kwa hiyo mchakato ambao niliupitia mimi wa kutoka huko chini mpaka nakuja kuwa juu ulikuwa ni mchakato ambao mimi binafsi ulinijenga katika kiwango ambacho najiona kabisa kwamba naweza nikafanya kazi yoyote ile katika uandishi. Ni uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo huo uzoefu huwezi kupima kwa miaka ya umri wa mtu. Ni unaupima kwa muda ambao mtu ameutumia kujifunza kile kitu. Ni kama kwenye mpira wa miguu. Ukitazama wachezaji wa mpira wa miguu sasa hivi, mimi nafuatilia mpira, ni kwamba wachezaji ambao ni bora unaweza kutaja kina Lamine wa miaka 17, lakini output yake uwanjani iko vipi? Kubwa. Ni kubwa. Ukimtazama mtu Mbappe na miaka 25 ni mdogo wangu, lakini ukimtazama anachokifanya uwanjani unasema mchezaji bora wa dunia kwa sasa hivi, si ndio? Kwa nini kwenye uandishi ionekana kwamba huyu ni kijana mdogo yupo katika timu la watu wazima, kwamba angekuwa awe amekaa nyuma huko alafu wengine wafanye kitu kama hivyo. Kwa hiyo swala la umri halipimi uwezo wa mtu. Uwezo wa mtu unapimwa kwa experience ya mtu, ya mambo aliyoyafanya na aliyoyapitia, na ikiwa kweli huyo mtu alijifunza kile anachotaka kukifanya katika ubora ule. Kwa sababu kwenye uandishi kwa mfano, standard za kufanya kazi nzuri zinajulikana. Yes. Wewe unazijua vipi? Ukiwa unazifahamu kwa uweledi, manake pia unaweza kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo nafikiri kujua yale mambo ambayo yanatakiwa kufanyika katika uandishi, na wewe mwenyewe kujiweka katika nafasi ya kujifunza zaidi na kutaka kujua zaidi, ndipo kuna kunifanya mimi pengine kwa namna moja ama nyingine kusema kwamba naweza kufanya hiyo kazi, na kama kazi yangu inavyoonekana watu wengine inawachanganya, mtu mwingine anafikiria mimi ni mzee, lakini tu ni kwa sababu mimi maisha yangu nimededicate katika kazi yangu na kwenye kuimprove kila wakati, na ndio matokeo yake yanaonekana kwa namna hiyo. Jamani, hicho ndo hasa nilitaka tueleze, kwa sababu of course kuna watu wengine, mbona huyu mdogo amewezaje, anafanyaje kazi? Na ukizingatia sasa hivi kama amedokeza kidogo, lakini mimi nataka nikazie hapo, tuko digital pia inahitaji vijana zaidi, kwa sababu teknolojia inakuja na mengi. Kwa hiyo unapopata kizazi cha zamani na kizazi kipya, ukichanganya unapata kitu kizuri zaidi, hasa kwa mustakabali mpana wa tasnia hii yetu ya habari na vile ambavyo mambo yanaendeshwa kimitandao. Lakini pia itoshe kusema kwamba vijana wa sasa ndio wazee wa baadaye. Kwa hiyo waandishi wanaokuja baadaye watakutana na wazee wao, na wazee wanajenga experience kuanzia ujanani. Kwa hata hao tunaona ni wazee sasa, walianza wakiwa vijana kama Suleiman Yamkini ama wadogo zaidi, na ndio maana sasa hivi tunaona wazee wetu wanatupika, na wenyewe hawa watakuja kuwapika vizazi vijavyo, au sio mzee Mwiru mtarajiwa? Yeah. Talk to Diaspora. Thank you so much ambao unaendelea kujiunga. Niko hapa Vezelin, nyumbani kwa Suleiman Mwiru. Ametualika hapa kwake leo, tunapiga mastori kuhusiana na maisha ya ughaibuni. Ameshatupitisha kwenye career, ameshatuambia kwa nini yuko Ulaya. Nataka sasa uniambie Suleiman, maisha unayonaje? Sasa umeshatinga Ulaya. Ulaya ulikuwa unaifikiria ni ile Ulaya ambayo umeikutana nayo, japokuwa hukuwahi kuiwaza? Lakini najua wewe ni kijana, umekaa na vijana mnazungumza. Kuna ile Ulaya ambayo kila mtu anaifikiria, anaiona kwenye movie, anaisikia kwa marafiki zake ambao wapo, ama anaidhani tu hata kwa kuota. Kuna watu washai kuota wako Ulaya. Sasa wewe katika haya niliyoyataja, Ulaya iliyokuwa kichwani kwako kabla hujaingia, hasa hii taifa la Ujerumani ambalo umeishi na nchi ambazo baadhi umetembea, ndivyo ilivyo? Ama kuna mambo umeona mbona sio tena? Kama nilivyosema, mimi sikuwa mtu ambaye anafikiria zaidi kutoka katika nchi yetu, lakini mtu ambaye nilikuwa nafuatilia historia ya maeneo mengine ya ulimwengu yako vipi. Kwa hiyo nilikuwa nafahamu katika mataifa ya Ulaya, kwa mfano Ujerumani, Uingereza, wapi na wapi watu wako vipi. Kwa hiyo nilikuwa nafahamu kwa nadharia, lakini ile nilipokuja hapa kujionea mambo, na hata simulizi ambazo nazisema zipo kwenye vichwa vya watu kule nyumbani, siwezi kusema hazikuwepo kichwani mwangu, lakini ni kwamba wakati fulani kwenye maisha unatakiwa wewe mwenyewe kuwa tayari kichwani mwako kutaka kupata uzoefu wa mambo ya jinsi yalivyo katika upande wa pili. Nimetoka Afrika katika maisha ambayo nilikuwa, siwezi kusema nilikuwa maisha ya namna gani, lakini maisha ambayo nilikuwa niko comfortable, niko na marafiki zangu, niko na familia yangu, naweza nikaenda kwa ndugu yangu muda wote bila hata kumwambia bwana vipi nafita, maisha kama hayo, sio? Lakini unakuja katika maisha ambayo wewe katika ile nchi hujazaliwa pale, unakuja hapa una zaidi ya miaka 20 na kitu katika nchi kama hii, ndio unakuja kuanza maisha. Lugha ya nchi ile huifahamu, mtindo wa maisha katika nchi ile huifahamu, system ya nchi ile huijui, vitu vingi huifahamu. Kwa hiyo inaweza kana nadharia hii watu walioko nyumbani
hawaipi nafasi kwa sababu hawajawahi kuwa katika maeneo yale. Lakini ukifika maeneo kama haya ndo unaanza ku experience, kumbe mambo ndio yako hivi, kumbe mfumo wa usafiri uko hivi, kumbe kodi zinatakiwa kufanyika hivi, kumbe lugha inatakiwa, yani vitu ni vingi vya kujifunza na kuvifahamu pia. Kwa hiyo nilichokifanya cha kwanza nilipofika hapa ni kujaribu kutafuta namna ya kuwa miongoni mwa watu wa hapa. Sio kutaka kuwa Mjerumani, kuwa Mtanzania ambaye anaishi popote pale. Kwa hiyo mimi ni Mtanzania ambaye nimekuja hapa nikaanza kuangalia mifumo ya hapa inaenda vipi, watu hapa wanaishi vipi, nini kinafanyika hapa, kipi sio cha kufanya nikiwa hapa, wapi sio pa kugusa, wapi pa kufanya, wapi pa kutilia maanani na vitu kama hivyo. Kuna ile pictures mtu anakuwa nayo, labda naweza nikaingia maisha rahisi tu, hata nisipofanya kazi nalipwa. Kuna mastori mengi sana yanayopelekea hata baadhi ya watu kusema bora nizaliwe mbwa Ulaya kuliko binadamu Afrika kwa sababu ya zile nadharia. Sasa swali langu wewe, zile nadharia za story ambazo vijana wanazo, wewe umezikuta? Nadharia iliyowekwa na mataifa kwa mfano kama haya ya magharibi ambayo sisi tunaishi huko kwa mfano, wanaweka picha vichwani mwa watu ambao hawajaishi hapa kupitia hizo filamu ulizosema. Na ndio maana swali langu linakuja kwako, zile picha tulizojengewa wewe umekutana nazo vipi? Ndio maana nakwambia hapa lazima mtu ajifunze vitu viwili. Picha ya nadharia na picha ya mtu aliyeishi katika sehemu ile ama anayeishi katika sehemu ile. Kuna baadhi ya watu hapa Ulaya, hapa Ulaya, sio kwamba ni Waafrika, ni Wajerumani kwa mfano hapa katika sehemu tulipo, wana maisha magumu kuzidi mtu anaishi nyumbani kwetu Tanzania. Kama kuna Watanzania wana maisha mazuri kuliko nyumbani. Sasa ukitaka kusema kwamba bora udhaliwe mbwa Ulaya alafu wewe uwe nini, sijakuelewa vizuri. Mtu anakuambia bora nizaliwe mbwa Ulaya kuliko binadamu Afrika, kwa sababu utaishi vizuri Ulaya. Kwa sababu mtu huyu haja experience, hana exposure kichwani mwake. Hana experience kichwani mwake. Elimu yake pia mimi inakuwa na mashaka. Hata uwezo wake wa kufikiri pia una mashaka. Kwa sababu huyu mtu wewe huwezi kusema, inawezekana unatamka kwa namna ya I don't know, labda pengine ni funny way, lakini kwa uhalisia huwezi kuwa na mawazo kama hayo kwa sababu kila sehemu ina utaratibu wake ambao unawafiti watu wa sehemu ile. Picha unayoiona Ulaya, unayoiona Marekani kama mataifa mengine, ukiwa huko Afrika inaweza kana tofauti kabisa na uhalisia uliopo katika sehemu unaoenda. Kwa mfano kama sifanyi kazi hapa, kama nisingekuwa nafanya kazi hapa Ujerumani kwa mfano. Preach. Inawezekana mimi ningeona namna bora zaidi ya kujiendeleza kimaisha ni nyumbani kwetu. Niko hapa kwa sababu ya kazi na kwa sababu kipaji changu kinathaminika hapa na nimeonekana hapa katika, kama naweza nikafanya kazi kwa ubora zaidi pengine. Lakini huwezi kuniambia kwamba vitu vinavyofanyika hapa nyumbani kwetu havifanyiki. Ni mindset tu ya mtu, na wakati mwingine huwezi kumzuia mtu afikirie anavyofikiria au aone, kwa sababu kila mtu ana uzoefu tofauti. Unavyoambiwa kitu unakichakata, unakipembenua ama unakiamini jinsi kilivyo. Umeshawahi kukiexperience wewe? Hapana. Ushawahi kukisikia tu? Ndio. Sasa kwa nini unakiamini? Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo tukisema tuelezee ili sakata kwa ujumla wake, tutaweza tukazusha mjadala ambao tutapata maoni tofauti. Jinsi mimi nilivyokuja Ulaya, maisha ambayo ninayaishi, jinsi kila kitu kinavyopeleka, ni vile vitu viko designed kwa mimi kuvi experience. Inaweza kuwa tofauti na wewe. Mtu mwingine anaweza kama amekuja hapa katika njia yake na ameona mazingira kutoka nyumbani ni magumu sana na kwamba amekuja hapa amepata nafuu, ni sawa kwake. Mimi jinsi ninavyoona, napima, naona kwamba maisha ni popote pale. Lakini yote kwa yote ni kwamba kila mtu ana experience yake, lakini kwa experience yangu mimi ninaipima kwa namna hiyo. Basi jamani, hivyo ndivyo ambavyo Suleiman anatuambia, ni kwamba hatuko hapa kwa ajili ya kukatisha mtu tamaa ama kuonesha haiwezekani ama inawezekana kirahisi. Kama nilivyoeleza ni kwamba hapa tunazipata zile experience personal za mtu ambaye anaishi. Suleiman ameongea kwa upande wake ni kwamba ameingia hapa kikazi, na kwa sababu yuko kwenye mifumo ya kazi anaona isingekuwa kazi, labda kwa vile anavyoona maisha alikuwa anaona nyumbani ni bora zaidi kuliko aishi Ulaya bila kuwa na kazi, kwa sababu ya yale ambayo ameyaona. Lakini kuna mwingine anakuambia hata kama sina kazi nitafanya vyovyote vile, nitaingia mitaani, nitajua nitakachokifanya, lakini siwezi kurudi. Kila mtu na mtazamo wake. We don't judge, tunasikiliza experience. Na ndio maana amesema maisha kokote, kwa sababu unaweza wewe ukaona huku ndiko ninapopataka, it's well and good, na mwingine akaona huku nimekuja lakini sio nataka. Ngapi tunaona mtu anaingia mataifa haya ama anaingia mataifa ya Asia na kokote kule duniani, anakaa kwa muda mchache anarudi kwenye chimbuko lake, na kuna mwingine anahama mazima kutoka chimbuko ambalo ametoka anaenda taifa lingine, kwa sababu tunasema maisha ni popote kama ambavyo Suleiman amesema. So hiyo ni ya kwake, na yeye anasema kama zile story ambazo anazisikia
Kama haujasafiri, haujafika kwenye taifa ambalo stories zinazungumzwa, kichwani unaweza kuwa umejazwa mambo mengi sana, mengine yakawa ya kweli, lakini mengine yakawa ya kupotosha. Sasa akili kichwani mwako kuchakata na kuchanganua na kufanya utafiti. Je, haya ninayoyasikia, haya ninayoyaona ni kweli? Uzuri sasa hivi taarifa ziko kiganjani, unaweza kusikia huku labda kuna misaada, kuna pesa za bure. Soma tu. Labda kwa kuongezea hapo ni kwamba huku mifumo inafanya kazi, kwamba watu wanaweza wakapata huduma bora na vitu vingine vikafanyika kwa ubora zaidi katika namna rahisi zaidi. Nyumbani kwetu bado zipo huduma ambazo zinaendelea yani maana kuna mapungufu, kuna maboresho, vitu vinaendelea kukua kila wakati. Ni mchakato unaendelea. Sasa ni bora uwe kwenye sehemu ya mchakato ama kwenye sehemu iliyokamilika. Akili kichwani kwake. Kwa hiyo sasa utaamua mwenyewe, lakini ni kwamba mtu anaweza akasema sasa mbona wewe upo huko? Mtu anaweza kujiuliza wewe hutaki tuje. Ndio kama nilivyosema hapo awali ni kwamba maisha ni popote. Mbona hujarudi, swali litakalokuja. Sio kwamba sitaki kurudi vile vile, nitarudi nyumbani kwetu. Lakini ninachosema hapa ni kwamba lazima mtu nilichokisema mwanzo ni kwamba usipadogoshe nyumbani kwa sababu sio kila mtu atakuja hapa. Na sio kama mimi mwenyewe nitaenda kila nchi. Wewe mwenyewe unaweza ukaamua kwenda Zambia vile vile. Unaweza kwenda Afrika Kusini vile vile. Mimi sikukatazi, sio. Kwa sababu hapa tunachokifanya ni kujaribu kutengeneza foundation ya maisha yako binafsi na maisha yako kwa ujumla na familia yako. Na maisha popote kama na maisha ni popote pale. Kwa hiyo uwe akilini mwako uwe positive. Kama kila kitu kinaweza kufanya kazi katika sehemu fulani. Ufunguke. Yaani usijiloki kichwani mwako ukaamini kwamba pale ndo the best, hapa ni mabovu. Lakini ukibadilisha mentality pengine inaweza kukusaidia kuondoa huo utando na maisha yakaendelea kama kawaida. Kwa sababu wapo Watanzania hapa Ulaya, mimi nimekutana nao wengi chungu nzima, tupo hapa Ulaya wanafanya kazi. Watanzania chungu nzima hapa. Ukienda katika mataifa mengine kwa mfano Luxembourg umeshakutana na Watanzania kadhaa. Italia wapo Watanzania kibao. Ukienda China Watanzania chungu nzima wapo. Kwa nini tupo huko Ulaya? Ni kwa sababu tunatafuta maisha na exposure na experience kwamba wenzetu wanafanya vipi, ili siku ikitokea na sisi tunataka kufanya kitu nyumbani kwetu tunakuwa tunajua. Kwa mfano mimi miaka 10 ijayo nikisema narudi nyumbani kwetu Tanzania, najua kabisa kwamba system ya Ujerumani inafanyaje kazi. Kwa nini wenzetu wanaendelea kuwa juu na wanaendelea ku maintain pale na kuwa nafahamu. Mwenzangu aliyetoka China kwa mfano anakuwa anajua kwa nini China wanawekeza zaidi Afrika na wanafanya vipi biashara zao zinaendelea kushine Afrika. Kwa nini makampuni kwa mfano serikali ya Ufaransa inachukua walimu kutoka Afrika na kuja kufundishia hapa. Question mark zote ambazo unaziona inategemea na mtu unataka kuwasiliana. Inatosha jamani, huyu ni mwanahabari. Tukipiga story hapa saa nzima itakata, hatutumalizi, lakini ndio hivyo. Wala kwa ufupi ameeleza. Wewe akili kichwani mwako kokote pale unaweza kuanzisha maisha, ni kuziangalia tu fursa zilizopo na kuzishikilia kweli kweli. Hata pale nyumbani ulipo kuna mazingira ukiangalia unaweza kuishi kama huko Ulaya, wala uhitaji kusafiri. Ama ukitoka pia unajifunza, alafu unaangalia jinsi gani unaweza kuboresha ukirudi nyumbani. Sawa jamani? Yes. Talk to Diaspora, Experience of Life Abroad. Ninakuwa na wageni wangu hapa, tunazungumza. Lengo ni kuhakikisha tu tunapeana mawili matatu ambayo wewe huyajui, wenyewe wanayajua, na kusaidia walau kuelewa yanayoendelea ulimwenguni. Suleiman, sasa hapa Ujerumani kitu gani kinakupa gasuko naweza kusema, ama pressure? So, jamani, kwa sababu tu kazi ndo niko hapa nitafanyaje, lakini hiki kitu mfano mimi baridi lile la winter. Kuna muda winter inapiga hata uipige koti unaona kama kuna namna inafunguliwa inapenya. Wewe nini kinakupa gasuko la moyo? Sada tutafanyaje? Ndio tuko hapa na maisha lazima yaendelee. Nitakuwa mwongo nikisema kwamba napata changamoto sana nikiwa hapa. Tuko na experience tofauti. Cha kwanza nilichokiona wakati nakuja hapa, nilikuwa napata tabu sana kwenye kuzungumza na watu wa nchi hii. Lugha ilikuwa ni kwamba mimi ninazungumza Kiswahili na Kiingereza mwanzo mwisho tangu nazaliwa kule nyumbani Tanzania. Kiingereza nakitumia shuleni na vingine, lakini Kiswahili maisha yetu ya kila siku. Sasa unakuja hapa alafu unatakiwa kwenda sokoni, supermarket. Wahudumu wa supermarket wakati mwingine hawajui Kiingereza. Unaenda kwenye kupanunua tiketi ya basi, wakati mwingine unasoma hapa namwambiaje hapa? Ticket. Vitu kama hivyo. Ilikuwa ni changamoto, lakini jinsi muda ulivyozidi kusonga mbele mimi mwenyewe nilikuwa najizi kujiongeza na kutaka kujua kwamba okay sasa ndo niko hapa. Pamoja na kwamba kuna changamoto, kwa hiyo sasa lazima uanze kujifunza vile vitu basic, alafu uendane na mazingira sehemu ile na vitu kama hivyo. Hilo la kwanza. Lakini Wajerumani ni watu cold, selfish. Yaani huwezi tu kuwa na urafiki na Mjerumani yani from nowhere.
Mimi zamani tunapenda privacy. Ndio mimi ninavyotafsiri sasa. Sawa. Zamani nilikuwa nikitoka hapa Mwenge pale, ukifika tu Mwenge unakuta mtu kwenye kituo pale, tunaanza kupiga story kama tumejua na miaka 90 huko. Kumbe mtu umemuona pale kwenye kituo. Lakini hapa ni ngumu sana kwanza kumsemesha mtu tu from nowhere, ni kitu kigumu. Ukimuuliza kwamba njia ya kwenda Central Station iko vipi, anakueleza kwa uzuri. Lakini baada ya mazungumzo ya pale ni ngumu kufanya mazungumzo. Yaani ni watu ambao yaani ni kwamba wako hivi. Sasa ni tofauti na nyumbani kwetu sisi. Kwenye daladala pale tumekutana tu sasa hivi hapa, oya babu vipi? Kitambo sana. Stories za mpira zinaanza. Mpira pale, alikuwa mtu akianza mambo ya Manchester pale. Umemwona pale kwenye kituo, ni mpaka kituo mnakuwa marafiki. Nipe sana namba yako watu tutazidi kusema baada ya matokeo. Lakini hicho kitu hakiwezekani hapa. Yeah. Kwa ile social interaction hapa ni watu lazima mwe mnajuana. Kwa mimi nimekuwa kama sehemu ya Wajerumani ambao kwa hiyo mimi hata nikimwona mtu kama ni Mwafrika mwenzangu naweza mimi mwenyewe tusalimiana na kula ganzi. Wanasema ukienda Roma ishi kama wa Roma. Kwa hiyo sasa sioni kama ni changamoto, kwa sababu hiyo ni kufuata utaratibu wa sehemu unayokuta na inakurahisishia maisha yako ukiwa sehemu ile. Kwa hiyo mimi kusema kweli sijawa na changamoto ile ya kusema kwamba eti kuna watu tunawasikia kwenye mitandao huko wanasema kuna upweke, mambo mengi mbalimbali yanaelezwa. Wengine wanaona ubaguzi. Kuna ubaguzi. Ndio kama tunarudi pale pale kwenye kwamba kila mtu ana experience yake. Yeah. Lakini kwangu mimi kusema kweli naona kama niko Temeke. Nikipita mitaani siko bothered na chochote. Yeah. Ninatoka hapa naenda kazini kwangu, nafanya kazi yangu, narudi, interact. Sijapata huo mgagazuko na uzungumzia kwa namna yote ile. Okay. Hata kama mtu akinitazama kwa namna gani, mimi mwenyewe sina pay attention. Yaani sina habari naye na yeye vile vile anaanza kaona kama huyu mtu hana habari na mimi. Kwa umeweza kukop na mazingira. Yaani sina tatizo lolote. Okay. Nashukuru. Vyakula unajua zamani nyumbani kule ukitoka hapo unapata chips kavu, chips nini, mnaita ile mchanganyiko? Zege. Chips zege. Chips mayai jamani kwa ambao wamfahamu. Ndio chips zege. Nini ile ukipita makange. Lakini vitu hapa huvipati. Pika mwenyewe. Ndio napika. Kwa hiyo sasa nyinyi mmekuja kwenye kipindi ambacho mambo ya mfungo na nini ndio mwa watulivu. Tunajiandaa kufuturu muda si mrefu. Lakini chakula kusema kweli, mimi ujue Selena, mimi nimeishi mwenyewe miaka mingi. Nilipokuwa niko chuo, nilipokuwa niko nasoma, nimekaa mbali na familia yangu kwa muda mrefu. Kwa ile kukaa mbali ilikuwa hata masuala ya kupika, masuala ya kujihudumia mwenyewe binafsi ilikuwa sio mageni. Kwa hiyo nilipokuja hapa, pambali na hizi changamoto za nje huko, masuala ya vyakula, masuala ya nini, ni vitu ambavyo nimeweza kukumbana navyo kwa miaka mingi. Yani maisha ya kujitegemea. Maisha kujitegemea. Kwa hiyo hata sikuwa mtu ambaye naweza nikasema kwamba nikienda sehemu basi nitaishi vipi. Nilikuwa najua sasa nikifika sehemu kuna hichi kitu sitakijua 1 2 3, naanza kuchanganya mahesabu yangu hapa, nafanya hivi hivyo slowly. Sasa kuishi kwa mwenyewe nyumba kubwa kama hii, ina maana unaishi mwenyewe? Niko mwenyewe. Vijana, madada. Kijana, maana kuna watu hapa najua anatazama nauliza, anasema anajipikia, yuko mwenyewe kweli, hakuna partner, huna partner, kwa sababu najua pia ndoto za vijana wengi wanapotoka wanaenda mataifa mengine wanatamani kupata wenza aidha wa mataifa ya huko, na ukizingatia umri wako unatosha kabisa kupata mama. Nikaa na wifi hapa. Sasa unaishi mwenyewe pia hapa au mwenyewe yuko Afrika ama uishi mwenyewe? Unawezaje kwenye taifa hili lenye baridi kali? Hii swala la kimeusho hili ujue. Bwana inaweza kuwa fursa kwa mwingine anayekutazama akasema DM. Wewe bwana, sikiliza nikwambie. Mambo ya msingi kama haya ya kimaisha. Uweze kwanza mimi maisha yangu hayo unayosema hayo sijawahi kuyaweka wazi katika sehemu yote ile. Hatuseme umtaje jina, tunasema yupo. Jina ndo nakwambia kwamba sasa siwezi eti mimi kwamba naishi hivi, yani kwamba naishi kama jogoo. Kwa jimbo aliko wazi. Jamani. Sitaki kujibu lakini ni kwamba muda wa kupata mama umekaribia. Pengine siku nyingine mkija mnaweza mkamkuta hapa anatoa diko hapa, vitu kama hivyo, lakini muhtasari ndio. Kwa sisi tunasoma Cuba tumeelewa ni kwamba kuna mwenyewe ni mambo yapo kwenye undercover jamani. Sije, kwa hiyo tafadhalini jamani watazamaji wangu ambao kama mko single mnatafuta fursa kwa jimbo hili kidogo liko occupied, kampeni zishapigwa. Mimi na familia ndugu yangu, nikwambie tu mimi na familia. Kwa sababu masuala ya majimbo hapa achana naye. Mimi nimekuwa na familia muda mrefu sana. Ni vile tu hamja kutana na wataalamu. Kutana na wenyewe. Lakini familia ninayo. Nashukuru. Hongera. Asante sana. Long distance relation ama nilishakwambia na familia natosha.
vijana na usiri. Basi tuheshimu faragha. Mama ni faraghani. Jamani, hii ni Talk to Diaspora, tunaelekea ukingoni. Niko na Suleiman Mwir all the way from Tanzania to Deutschland, Ujerumani. Ametueleza kilichomleta anayoyafanya na vile ambavyo anayatazama maisha kwa upande wake. Kama unajiunga nasi, umechelewa kidogo, ukirudisha nyuma hapo utaona ameshatumegea madini mengi sana. Tunaelekea ukingoni. Suleiman, tuko mwisho. Nataka uniambie kwa kijana anayekutazama kutoka Afrika Mashariki muda huu, mambo gani matatu muhimu unaweza kumshauri? Point tu za nukta zingatie kama anatamani kuja kuishi Ujerumani, aidha kusoma ama kuja kutafuta kufanya kazi. Kwenye maisha jinsi ambavyo naamini Selina, swala la muhimu zaidi ni kwamba wewe unataka nini. Wewe binafsi ukikaa mwenyewe, achana na swala kuambia na familia, marafiki, wewe binafsi unataka nini. Kwa hiyo ukishakipata kile ambacho unakitaka, ndo unaanza kujitengeneza kuanzia kwenye kile unachokitaka. Kwamba mfano unataka kuwa mwandishi wa habari kwa mfano. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba ili niwe mwandishi wa habari kwa mfano wa kimataifa, lazima niwe na vigezo 1, 2, 3. Lazima usome hiyo kozi unataka kuifunza, lazima ujifunze vya kutosha, lazima ufuatilie vitu vya kutosha. Kwa hiyo ni muhimu kwamba mtu akishajua anachokitaka, you build from there. Lakini cha pili ni mtu mwenyewe kujifahamu. Ukishajifahamu maana yake ni kwamba kuna mambo ya kufanya kwa wakati huu, kuna mambo sio kufanya kwa wakati huu, kuna mengine ya kuyaskip, mengine sina haja nayo. Hilo la kwanza. Maana yake haya mambo yote tunayozungumzia ni ya mtu binafsi. Cha kwanza ujue unachokitaka, cha pili mwenyewe ujifahamu, lakini cha tatu na cha mwisho pengine inaweza katafsiriwa katika namna nyingi, lakini ni nidhamu. Ya vile nidhamu ya kusomea unachokitaka, nidhamu ya kutaka kujijua kwamba nina mapungufu hapa, nina strength hapa, najiboresha hapa na hapa na hapa. Kwa kuna mambo matatu. Jamani, ni hayo matatu kutoka kwa Suleiman. Na je, kwa nchi ambayo unaishi, kijana anayekuangalia, ina fursa kwa vijana? Labda wakiingia kwenye mitandao unaweza ukaziona walau mbili, unaweza kuwaambia, ama sio taifa, kwa sababu nimewahi kuzungumza na baadhi ya diaspora kwenye mataifa ambao wanaishi, anakuambia labda nchi hii njoo usome na usomee kitu fulani, lakini kazi tafuta nchi nyingine, haiajiri sana wageni ama hakuna fursa kwa wageni. Sasa kwako wewe, kuna mwingine anaweza kwambia nitafutie kazi, yamkini ushaikukutana na hizo request, Asule nitafutie basi uko dili lolote, nitafutie kazi. Je, kwa hali hii ya uchache ambao umekaa ama umetembea, je, ni taifa ambalo linafungua milango kwa vijana hasa kutoka Afrika wakaja kufanya kazi kama wanatamani kuja kupata hizo nafasi za kuajiriwa? Ndio, nafasi za ajira hapa nchi hizi iko kusema la kweli, lakini naweza nikaeleza kidogo ili mtu aelewe kitu kimoja. Ujerumani ni nchi ambayo idadi kubwa ya wafanyakazi walioko kazini ni ambao wanaelekea katika umri mkubwa. Kwa hiyo kama umekuwa ukifuatilia utakuwa unagundua kwamba wamekuwa wakitangaza sana kama nafasi za ajira 1, 2, 3. Lakini hizo ajira zinakuwa zinakinzana katika baadhi ya maeneo. Unajua, unakuta hapo Ujerumani kwa mfano mtu akija kwenye hizo wanaita vocational training, ni kama mafunzo yale ambayo ni ya vitendo zaidi, kwamba mtu lazima apitiwe mchakato mzima, alafu baadaye pale anaanza kupata kazi. Kwa lazima kwanza mtu afanye research kwamba Ujerumani kwa mfano inatoa fursa katika maeneo yapi. Sasa mimi nakuwa sijui mtu amesoma kitu gani. Kwa kama kipo kitu ambacho amekisoma na kina align na kile ambacho kinatangazwa katika fursa za ajira, anaweza cha kwanza akasoma lugha ya Kijerumani kwanza akijua, maana hiyo ndio inakuwa mara nyingi kigezo namba 1. Ukishajua ile lugha, kwa hiyo unaanza kuangalia umesoma kitu gani, na ikiwa kama hicho kitu ni miongoni mwa vitu ambavyo Wajerumani wanataka kuwapa watu ajira. Kinachotokea ni kwamba watu wengi kutoka nyumbani Afrika wanakuja hapa, wanasikia kwamba Ujerumani kuna fursa kibao, kwa hiyo wanaamini kwamba wakija tu wanapata ajira. Lakini unakuja kukuta kwamba kitu ambacho anaweza kukifanya yeye kama kazi kinaenda tofauti na uhalisia wa soko. Mfano wewe umesoma let's udaktari, lakini hapa katika sekta ya udaktari inawezekana pengine haihitaji watu wengi hivyo. Kwa lazima mtu kwanza ufanye research ya kwamba na ufuatilie vile kwamba fursa zinatangazwa wapi, ama ni kwenye maviwanda ama ni kwenye masuala ya nursing. Kwa sababu kama hivi mimi ninavyofahamu, vijana wengi sana kutoka Afrika wanafanya kazi hapa kama manesi, na wengine wanafanya madaktari kwenye sehemu za viwanda mbalimbali, kwenye sehemu ya vyuo mbalimbali na vitu kama hivyo, kwenye sekta ya kilimo, supermarkets mbalimbali unakuta vijana wa Kiafrika. Kwa hiyo hizo fursa zipo. Kinachotakiwa kutokea ni kwamba mtu lazima ajue kabisa kwamba kitu alichokisomea yeye kiwe ni sehemu ya kitu ambacho kinatangazwa na serikali. Anachotaka kufanya yeye ni kujifunza Kijerumani na kufanya research na kujua kitu gani kinahitajika. Kwa hiyo fursa zipo, lakini lazima mtu awe anajua kwamba hiyo fursa iendane
na ulichokisomea na wewe mwenyewe ufanye research katika. Na ukija hapa utasoma tena ili uingie kwenye mifumo. Yes, kwa mfano kama hapa watu wengi wanakuja kwanza kwenye masomo. Nyinyi mnafahamu masuala ya house building. Kwa hiyo kwenye zile house building ni kama sekta mbalimbali, vitu ni vingi. Kwa hiyo interest yako iko wapi? Ndio you build from there kama tulivyokuwa tunasema. Okay. Kwa hiyo fursa zipo, sio kwamba hazipo, lakini ni mchakato vile vile. Inataka research, lazima ujue unachokitaka wewe mwenyewe vile vile, lakini ikiwa hicho unachokitaka pia kipo kama sehemu ya ajira ambayo inatangazwa na serikali ya Ujerumani. Okay, na fursa za kutafutiana bebe kwa sababu maskani najua kuna zile story nitafutie mzungu vipi, una request zinakuja, na je inawezekana hilo hayo maombi kwa sababu najua vijana huko anaweza kawataki kazi rataka partner tu. Watu kusema kweli, kwa maana mimi nina wasikilizaji wangu ambao wakati mwingine siwezi kuwalaumu kwa sababu hiyo ni mentality ambayo imekuwepo Afrika kwa kipindi fulani. Watu wanaamini kwamba kwa sababu mimi niko huku basi naweza nikawatafutia watu bebe. Unazungumzia maisha, unazungumzia masuala ya hisia za watu. Unazungumzia mtu yani unazungumzia hisia, maana yake that's the intimacy ya watu. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa daraja la kutafutia watu bebe. Siwezi kufanya hiyo biashara. Siwezi kujikita kufanya hizo biashara. Sababu mimi mwenyewe yani sijajiweka katika nafasi hiyo ya kuua mtu wa kutafutia watu bebe. Lakini na sio rahisi kwa sababu hapa nazungumzia masuala ya soul za watu kuwa connected. Mkibwagana hapa mimi ninakuwa katika nafasi gani? Mimi nakuwa siwezi kufanya. Lakini kuna sites kwenye mitandao ya kijamii, naweza nikawapa hiyo kama tip. Kwenye mitandao ya kijamii siku hizi watu wanakutana huko, tafutaneni huko mtandaoni, wote mko online, pataneni, anzeni mambo kwa namna yenu, experience kivyenu, mkibwagana ni juu yenu. Lakini hii ya kusema kwamba kili uko sema fulani anataka nitafutie mama au namna gani, hiyo biashara siwezi kuifanya. Nashukuru. Jamani, msimkasirikie ambaye ni mshikaji wenu. Mimi naomba radhi kama nawakwaza, lakini mimi siwezi kufanya biashara. Kwa sababu najua kuna hizo request vijana baadhi wanapata za kutafutiana partner. Wanasema na wabania, lakini si wabanii ndugu zangu. Tunazungumzia masuala ya mioyo. Bas. Tuwe na wapole. Nendeni kwenye site ashosema. Mwisho kabisa najua wewe ni mwana diaspora. Wito gani unautoa kwa diaspora wenzako tumalize? Wana diaspora ni familia ambayo ndo mimi na wewe na wenzetu ambao tuko hapa Ulaya na sehemu zingine. Neno moja kwa diaspora wenzako kutoka Tanzania. Tupendane kwa sababu ukija huku, mimi ni mtoto wa mzee Mwiru na wewe mtoto wa mzee fulani, tukiwa huku nje sisi ni kitu kimoja. Sisi ni Watanzania. Na tudumishe Utanzania wetu, na sisi ni familia moja. Kwa hiyo tupendane, tushirikiane katika masuala mbalimbali kwa sababu tuko huku na tunapambana maisha. Alafu pia tujuliane hali na vitu kama hivyo. Kwa sababu diaspora baadhi wengine wanakuwa ni watu wa homo sana. Kwa hiyo sasa ni muhimu tuachane na masuala ya ganzi, tuwe familia, tuwe Watanzania. Ukisema Watanzania watu wanajua Tanzania wako vipi. Tuwe Watanzania. Hivyo inakuwa rahisi zaidi, lakini kikubwa zaidi ni upendo na kupendana na kushirikiana katika masuala mbalimbali. Na nafurahia kwamba wapo watu kwa mfano hapa Cologne, jamii za Kiswahili zinakutana kila wakati. It's really good. Na si wengine katika maeneo mengine wafanye vile pia. Hapa Cologne Bonn tunakutana kila wakati na tunaishi kama tuko nyumbani. Kwa hiyo sehemu zingine pia tunawasihi ndugu, mkutane, mpige vitu. Sasa isiye kama mpigi. Na neno lako kwa serikali ya kwako Tanzania? Mustakabali wa diaspora. Diaspora ni kiungo muhimu sana kati ya Tanzania na mataifa mengine ya Ulaya. Wapo Watanzania wako China, wako Ulaya, wako Amerika, wako popote pale Watanzania wapo. Watanzania hawa ndio brand ambassador namba 1 wa kuizungumzia nchi yetu katika mataifa tuliyopo. Kwa hiyo ikiwa serikali yetu itakuwa inaendelea, najua inafanya jitihada hizo, lakini ikiendelea kuweka msisitizo zaidi ya kuwa connect hawa diaspora na kuwathamini katika namna moja ama nyingine, inaweza kuwa ni sehemu nzuri sana. Sisi tunajulikana kwa ukarimu wetu, kwa masuala yetu ya utalii na mambo chungu nzima ambayo Tanzania tunayo. Sifa zetu ziko tofauti kabisa na ulimwengu mzima. Kwa hiyo tukiwa kitu kimoja, serikali na Tanzania na watu walioko nje yake ambao ni wawakilishi wa Tanzania. Maana sisi wote ni kama mabalozi wa Tanzania huko nje. Kwa hiyo ikiwa tunathaminika nyumbani kwetu katika serikali yetu, na sisi huku inakuwa rahisi zaidi kupeleka vitu mbalimbali, kwa mfano masuala ya kibiashara. Diaspora wanatuma pesa kidogo nyumbani, wanajua vitu vingine ambavyo vinafanyika huko ambavyo wanaweza wakatamani vile fanyike pia nyumbani kwetu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kukiwa na link strong kati ya serikali na watu wake walioko nje, I think that will be a great idea kuendeleza maendeleo tulionayo na kuendelea kuikuza nchi yetu, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, nchi yetu bado inaendelea kukua, inatuhitaji na sisi tunaihitaji, tunategemeana na sisi ni kitu kimoja.
Thank you. Hivyo ndivyo basi ambavyo mgeni wangu amemaliza. Mimi sitii neno kwa sababu yote amepigilia msumari. Nikiongeza naweza nikaharibu jamani, ama sio? Asante sana kwa umetazama. Muda wetu sio rafiki, umetukimbia kwelikweli. Watu wanajiandaa kwenda kufuturu saa hizi nisimalize muda wao. So mengi amezungumza, naamini kuna kitu umeondoka nacho, na kama kuna swali lolote unalo kwake, wewe niandikie, mimi nitalifikisha na jibu utalipata kulingana na yale aliyoongea. Ama kama unahisi kuna kitu ungetamani ya kusaidia, kukushauri ama kukuelekeza, ya usiwe tu masuala ya diaspora na maisha in general, isiwe vitu personal kama kuomba pesa, si kuomba connection, yashasema hatoi connection za bebe na mambo mengine, basi anaweza akakusaidia. Lakini kama unaona jambo liko nje ya uwezo wake, tuandikie, tutalifikisha kama liko ndani ya uwezo wake, na kama liko nje ya uwezo wake, basi wewe ishi nalo, kwa sababu tutaweza kulitatua. So thank you so much kwa ule tazama. Asante kwa wewe pia ule subscribe, usisahau kutuandikia maoni yako. Till next time tutakapokuwa na mgeni mwingine, mimi ndo ambassador wa Talk to Diaspora, naitwa Sally. Till next time, bye bye. Thank you.